SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Mradi huu wa umeme wa upepo leo tumeanza kuzindua rasmi katika ujengaji wake wa power station. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar iko tayari kupata vyanzo vyake vipya vya umeme ili kuongeza nguvu ya nishati kwa maendeleo ya uchumi wa Zanzibar. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Maji, Nishati na Madini Shaibu Hassan Kaduara wakati akifanya ziara kutembelea kituo cha utafiti wa mnara wa mradi wa umeme kwa kutumia nguvu za upepo huko Makunduchi. Alisema kuwa Zanzibar hivi sasa imeamua kuanzisha miradi ya uzalishaji wa umeme kwa kutumia nguvu za upepo ili kuifanya nishati hiyo kupatikana muda wote mjini na vijijini. Wao wenyewe wamechukua juhudi kubwa sana kwa kuanza hivi. Mimi niwapongeze la kwanza, lakini la pili vile vile niwatie moyo kwamba sisi binafsi kama ambavyo awali niliwahi kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa kampuni Asil, aliniambia eneo ni zuri na ni zuri kwa uzalishaji wa umeme na ni kubwa la kutosheleza, lakini wana uwezo hata kuzalisha umeme wanaita kitaalamu hybrid, kwamba hapo wakachanganya na uzalishaji wa umeme wa solar pamoja na wind. Mimi nimefarijika sana na nimefurahi kwa sababu Zanzibar ardhi yetu ni chache ndogo. Kwa hiyo tukipata kufanya vitu viwili pahali pamoja, wenyewe itatusaidia kuweza kudhibiti ardhi yetu. Kwa hiyo mimi niseme study zote mbili endeleeni nazo. Na kile ambacho mtaona kiko sawa, uongozi upo. Kuna meneja mkuu, kuna katibu mkuu na wizara ipo itawasaidia. Na wote wana utayari huo kwa ajili ya kuiletea mafanikio nchi yetu. Mimi kwa sasa nasema ni jambo la muda tu. Utayari ambao uko kwenye kupitia wizara yetu ni mkubwa sana. Utayari ambao uko kupitia kwa wafanyakazi ni mkubwa sana. Na wote wana hamu kama ambavyo rais wetu ana hamu ya kuiona Zanzibar inabadilika kwa haraka sana, na wafanyakazi wako katika mode hiyo ya kwamba na wao wana utayari kuona nchi yetu inabadilika kwa haraka sana. Tuende na morali hiyo kwa ajili tupate mafanikio sote. Yoyote yule ambaye anaona kwamba ana mchango mkubwa ndani ya nchi yetu, basi vile vile naye anakaribishwa. Zanzibar haina uchoyo, Zanzibar ina utayari sasa hivi wa kila chochote ambacho unaona unaweza kuwekeza Zanzibar, fika katika utaratibu na utapata fursa ya kuwekeza. Naye katibu mkuu wa wizara hiyo Joseph Kilange alisema kuwa utafiti huo ukitoa matokeo mazuri, kiasi cha megawati 200 zitazalisha kupitia mradi huo. Aidha amesema serikali kupitia wizara hiyo imejipanga tangu kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati ili kuleta matunda mazuri ili uwe faida kwa wananchi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla. Huu ni mrefu kuliko minara mingine mingi Afrika. Una urefu wa mita 120. Ninachotaka kusema serikali ya awamu ya 8 kama tunavyojua inaenda mbio zaidi. Manake mambo yetu ni ya speed. Tulivyokuja na swala la kuwa na wind farm, yani kituo cha kuzalisha umeme kwa njia upepo, mara nyingi sana tulikuwa tunahangaika. Kazi ya kufanya utafiti ilianza kufanya na European Union miaka kadhaa iliyopita. Hawakumaliza. Lakini serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Daktari Hussein Mwinyi na miongozo yake yote ameelekeza, na sisi tunatenda kwamba lazima tufanye utafiti wa upepo Zanzibar. Kama mnavyoelewa ndugu zangu, sisi sote tunategemea umeme kutoka Tanzania bara. Tunafikiria tuwe na vyanzo vyetu vya umeme. Kule Mauritius population yao ni 1.4 million, lakini wanazalisha megawati 860 kwa ajili ya wao tu matumizi yao. Sisi hapa tunapata umeme kutoka Tanzania bara umejitahidi megawati 130, megawati 140. Population yetu milioni 1.8 million. Manake tuna safari ndefu ya kwenda, tulichokusudia kusema. Kwa hiyo serikali ya Zanzibar, wizara yetu ya Maji, Nishati, Madini kupitia shirika letu la umeme la ZECO, tuliingia mkataba na kampuni yetu hii ya kampuni ya Asil watufanyie utafiti kama je kuna uwezekano wa kuzalisha umeme kwa kupitia upepo. Sasa baada ya mwaka moja, utafiti huu mara nyingi sana inatakiwa uende siku 360. Kwa maana kwamba kila dakika inayopita inaangaliwa pale upepo unaenda wapi, direction, temperature ya hali ya hewa ikoje, moisture
lakini pia air density, hivi vyote, yani zile parameters zote za upepo wanapima. Wataweka sensor pale, na nadhani hata atakayekuwa anachukua data hayuko Zanzibar, yuko Europe. Kwa hiyo hizo data zinachukuliwa moja kwa moja kutoka Europe. Baada ya siku 360 wanatuletea taarifa, tunaona je, mradi huu ni viable, yani kwa Kiswahili safi niseme, yani unawezekana au hauwezekani. Meneja mkuu wa shirika la umeme Zanzibar, Haji Muhammad Haji, amesema kuwa mnara wa utafiti huo wenye urefu wa mita 120 ndio mkubwa kwa Afrika, hivyo unaonesha kuwa utafiti huo utakuwa mzuri kwa vile waliopewa kusimamia mradi huo na uwezo mkubwa. Professional tunahitaji siku 360 kupata data kwa ajili ya kufanya analysis. Lakini in between tunaweza tukapata data na zinaweza zikatupa leading point kwamba inawezekana. Sasa kama tukipata data ambazo tayari zinaweza zikatupa leading point kwamba inawezekana, basi tusisubiri siku 360. Huu umeme tunauhitaji kesho. Sasa kama tuna data za kutosha ambazo zinaweza zikatoa shua kwamba kutakuwa na uzalishaji wa kutosha wa umeme, basi mimi ningeshauri, na hata kiprofessionally inakubalika, kwamba tunaweza kuanza katika low scale. Tunaweza kuanza tukaanza kupata ule umeme. Na kwa ilivyo sasa hivi Zanzibar, pengine watu wengine wanaweza wakasema, wakajiuliza, mkishapata megawati 200 mnazifanya nini? Yes, tuna population ya 1.8 sasa hivi, lakini megawati 200 tunakazozipata bado tunaweza tukazitumia ndani, na pale ambapo titakuwa za ziada basi tunaweza tukazitumia vinginevyo. Mfano, hivi karibuni tumesaini, Zanzibar ni sehemu ya Energy Compact, ambapo katika Energy Compact ile tuna power pool 2, moja ya South African power pool ambayo inakwenda all the way down to South Africa, na ile ya East African power pool ambayo inakwenda all the way down to Egypt. Sasa na sasa hivi tumeanza mazungumzo, na hata kesho tunakutana na uongozi wa TANESCO, na itakuwa ni moja katika agenda kwamba tutakapopata umeme wa ziada basi tutaurejesha, ambapo tutatumia miundombinu ya TANESCO kama transit kwenda kwenye power pool hizi, na baadaye hapo itakuwa ni mkataba wa uzalishaji umeme, wa uzaji umeme kati ya Zanzibar na nchi ambayo watakaonunua umeme, na pale TANESCO kwa kutumia miundombinu yao tutakuwa tunawalipa transit fee. Msimamizi wa mradi huo kutoka kampuni ya Seal Oil Field Service kutoka Falme za Kiarabu alisema kuwa mradi huo wa mwaka mmoja utakamilika kama ulivyopangwa, na mafundi wanaendelea na ujenzi kwa sasa. Asilimia kubwa unaonekana kuwa wa mafanikio, hasa katika eneo hili na unaonekana liko vizuri kwa ajili ya kazi hiyo. This is going to be kept for a long period, but I think this is a good the spot which is ASAL group of companies and the authorities have taken, because we can assure you that as Saeed sir told me, the 200 megawatt project, I hope this is going to be a great success, and in future it will support the Zanzibar and Tanzania power development. So we started this work from Monday, and today is the Wednesday, and we completed in this within 2 days the erection of entire erection. So now only the commissioning part is left. So we will complete it by in 2 days, and it will start giving you the data, and which will lead into the success project. So once again, I heartily thank all the officers, officials and media persons, and special thanks to the people who worked with us, the Zanzibar people who worked with us, because they were so fast to learn the technique, and because of their support and their knowledge, I can say the knowledge, technical knowledge, we could complete this 120 meter mast within 2 days. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.